ACT hali vipi kule? Uko shwari? Ya, tunakwenda tunaishi maisha yaliyopo sasa. Kwa sababu tumetoka kwenye uchaguzi umekuwa na mazonge mengi. Nchi imeingia kwenye mambo mengi, lakini unakumbuka wiki iliyopita tulikutana Serena na kuonesha vision yetu juu ya hali ya nchi ilivyo, changamoto tunazoziona, lakini pia na uelekeo ambao tunaona ni muhimu kama taifa tukachukua ili kuona tunatoka hapa tulipo kwenda mbele. So mambo yanakwenda, tunatimiza wajibu wetu kama taasisi ya kisiasa, taasisi ya uongozi, kuona hali ya nchi ilivyo, lakini pia kutafakari namna gani tunaweza kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Chadema haikushiriki uchaguzi, lakini pia ilionekana kuto kufurahishwa na vyama kama ninyi ACT Wazalendo kuamua kwenda kuingia katika uchaguzi. Na inaelezwa kwa kuna makubaliano ya pamoja ya kuto kwenda kushiriki uchaguzi, lakini nyinyi mkaenda mara baada ya kwenda katika uchaguzi. Naam. Then baadaye mkaja na taarifa kueleza kuto kupendezwa na yale ambayo mlikutana nayo katika uchaguzi. Naam. Na wao wakasema tuliwaambieni. Why nyinyi mlienda? Kuna namna yote mmejutia kushiriki uchaguzi? Kwanza nisahihishe, hatukuwahi kuwa na makubaliano. Hakuwahi. Sisi kama taasisi ya kisiasa tulitoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tukaona hali ya mambo ilivyo. Tuliona ni muhimu wadau kukutana, so tuliwaandikia ndugu zetu wa Chadema na wadau wengine kwamba ni muhimu kukutana na kutengeneza kuchart the way forward. Tunawezaje kwenda mbele katika hali iliyokuwa hapo. Bahati mbaya wenzetu hawakujibu na hatukukutana nao. Kwa hiyo hakuna forum yoyote ambayo tuliwahi kukubaliana au kuzungumza kwamba tufanyaje. Sote tulikuwa tunakubaliana kwamba uelekeo wa uchaguzi sio mzuri. Tunawezaje kutoka hapa kwenda mbele? Tulikuwa na mawazo tofauti. Na sisi mawazo yetu yalikuwa ni kuhamasisha jamii ione umuhimu wa kulinda haki zake za kiraia. Na kwamba ukikaa pembeni unapoteza platform ya kukutana na wananchi, kuzungumza nao, kujenga uelewa mpana wa shughuli za kisiasa na ulinzi wa haki zao, kwamba nchi ili iwe huru na ilinde uhuru wake ni lazima raia wake wawe hawako tayari kupoteza haki zao za kiraia. Na ikishakuwa jamii iko hivyo, hakuna mtawala yeyote anayeweza kwenda kinyume na matakwa ya wananchi ambao wanatetea maslahi yao kwa gharama yoyote. Na sisi tulitazama baada ya kupita kipindi ambacho tumekuwa tukiita kipindi cha kiza cha kutofanya shughuli za kisiasa. Upo umuhimu wa kukutana na wananchi na kuwaeleza kwamba kipindi hiki kimezalisha nini? Kimezalisha upoteaji mkubwa wa haki za kiraia na uzoefu kwa serikali kuona kwamba wanaweza kuminya haki za kiraia na raia wakakaa kimya. Uko wajibu ambao wananchi wanapaswa kuuchukua, wajibu wa kulinda haki zao za kiraia, wajibu ambao wazee wetu waliufanya wakati wa ukoloni, wajibu wa kuona kwamba hapana, tunapaswa kutawaliwa kwa mujibu wa matakwa yetu na lazima tuainishe matakwa yetu ni yapi. Wakati ule ilikuwa lazima tupate uhuru. Tukishakuwa na uhuru tutachagua sisi wenyewe viongozi wetu, tutajiwekea katiba yetu. Katika hali ya sasa tuko huru, lakini kuna uminywaji wa haki za kimsingi za kiraia. Kwa hiyo ni muhimu kufanya wajibu wa kiuongozi, kuwataka wananchi waone umuhimu wa wao kuwa ni sehemu ya mapambano ya kupigania haki za kiraia ili hatimaye waamue hatima ya taifa lao. Kwa sisi tulitazama uchaguzi sio tu platform ya kwenda kushinda au kushindwa, lakini pia platform ya kujenga awareness baada ya muda mrefu wa kushindwa kutokuwepo kwa haki za kiraia, na kwamba ni lazima tushirikishe jamii kuona kwamba tunalinda hizi haki zetu. Tuna wajibu wa kuchagua viongozi wetu na wawe sehemu ya kuona kwamba mchakato wa kiuchaguzi una changamoto kubwa, na ili tutoke hapa tulipo wao ndio askari wa kututoa. Sasa wenzetu waliona kutoshiriki kuna signal kwamba uchaguzi huu hauna maana. Sisi tulikuwa tunakubaliana kwamba kuna matatizo mengi sana kwenye uchaguzi, lakini tulikuwa tunaona kwamba ni lazima utafute askari wa kukabiliana na hiyo hali. Na kwetu sisi kama chama taasisi ya kisiasa, askari ni raia. Askari wetu ni wananchi ambao ni lazima wawe na uelewa na kwamba hawapaswi kuwa ni bystander, watu wanaokaa pembeni kudhani mambo yatatokea. Lazima wawe sehemu ya watu wanaodai kurejeshwa kwa haki za kiraia, kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi, ni lazima uchaguzi uwe genuine. Tukisema diwani tunayemtaka ni huyu, basi huyo diwani anayetakiwa na wananchi ndiye atakaye
tangazwa, na kwamba sisi kama wananchi hatuko tayari kuongozwa na diwani ambaye hatukumchagua. Na eneo ambapo tunataka kwenda kutumia haki yetu hiyo ni kwenye uchaguzi. Kwa hiyo yeyote yule akiharibu uchaguzi anachezea haki yetu, na sisi kama wananchi hatuko tayari. Kwa hiyo tulidhani ni muhimu kujenga huo uelewa, na kwamba hiko ndicho tunachoamini kwamba kinaweza kutoa hapa tulipo. Na kama unakumbuka, sisi tulikwenda kwenye uchaguzi na kauli mbiu ya kwamba piga kura, linda kura yako, ambayo hii ni philosophic kwamba ulinzi wa haki za kiraia ni lazima liwe jukumu namba moja la raia, na kwamba raia wakikaa pembeni hakuna anayeweza kulinda hiyo. Nilifanikiwa kulinda kura. Naam, hatukufanikiwa kwa sehemu kubwa, na isipokuwa tulifanikiwa kuonesha ukubwa wa tatizo. Yaani leo hii tunapozungumza, ukienda kwenye jumuiya za kimataifa, ukienda kwenye platform zote, kuna official documentation kwamba suppression ya haki za kiraia ni maximum. Na reference ni uchaguzi ulivyoendeshwa mwaka 2025, kwamba ni uchaguzi ambao uliban. Hata leo rejea inasemwa Chadema walizuiwa, yani reference zote zinazotumika, na kinachotumika ni kitendo cha kufungiwa Lissu kutoshiriki uchaguzi. Sio hoja kwamba walikuwa hawataki kushiriki uchaguzi kwa sababu hakuna reforms, na hawajawahi kudispute hiyo, kwa sababu ndio understanding ya world kwamba struggle yenu suppression inakuaje. Na reference ya pili ni kuzuiwa kwa wagombea wa ACT Wazalendo, hasa mgombea wa rais ndugu Luhaga Mpina, kwamba alizuiwa isivyo halali. Kwa hiyo dunia nzima inaona kwamba haya mambo hayakuwa sawa sawa. Imekuwa ni reference yetu. Nimeona hata jana maseneta wawili wa bunge la Marekani wampeleka muswada wa kutaka Marekani itathmini mahusiano yake na Tanzania kwa kurejea uchaguzi wa mwaka 2025. Na rejea nyingi zinazotajwa ni hizo: bani ya watu wasishiriki kwenye uchaguzi, suppression ya haki za kiraia, na yale yaliyotokea Oktoba 2029. Kwa hiyo sisi tunachoweza kusema ni kuwa bado tunaamini mpaka sasa, ili tutoke hapa tulipo, kuna umuhimu mkubwa wa wananchi kuwa ni sehemu ya wale ambao wanapambania haki zao. Wananchi wakiwa bystander itatuchukua muda mrefu sana. Okay. Makamu, wakati mnazunguka kuzungumza na wananchi kipindi kile kabla ya uchaguzi, mlikuwa mna mipango yenu, lakini pia kitu ambacho pia mlikuwa mnakizungumzia ni kuhusiana pia na katiba. Ni moja ya kitu ambacho pia mlikuwa mnakiwasilisha sana katika majukwaa yenu. Tumeona ACT imepata mwakilishi bungeni. Anafanya vizuri sana. Tunamuona na hoja. Na unadhani labda yale ambayo mlikuwa mmeyapanga na kuyazungumza katika majukwaa ni wakati sahihi sasa hivi kuya rise ili yasikike bungeni, ama muda bado? Ni wakati mwafaka. Na ulizungumzia katiba. Moja kati ya mchango wa awali kabisa wa ndugu Ado Shaibu ilikuwa ni kuona namna gani nchi inapata katiba mpya. Hata siku ana endorse uwepo wa waziri mkuu na masuala mengine, kwa anasema kwamba mategemeo yake ni kwamba nchi na bunge litasimamia kuona nchi inapata katiba mpya. Kwa sababu lazima tufumue hilo eneo, kwa sababu limetuletea matatizo makubwa kama taifa. Kwa hiyo hoja zetu ni hai. Na ndio maana hata juzi tulipokuwa Serena, mwenyekiti wetu wa chama alipozindua kitabu cha majonzi kikionyesha namna ambavyo matukio ya Oktoba 29 msingi wake yametokea wapi, tumefikaje pale kama taifa, na kwamba upi ni wajibu wa kiuongozi tunaopaswa kuchukua sasa kwenda mbele, tulirejea haya masuala. Lakini tulipokuja kwenye eneo la katiba tulionyesha sisi ACT Wazalendo tunadhani nini kinapaswa kufanyika. Kwa hiyo ni maeneo, ni wakati muhafaka tunafanya hivyo kwenye kila platform ambayo tumeipata. Na ukumbuke baada ya uchaguzi ulikuwa mbaya sana, na mimi nimegombea ubunge jimbo la Lindi, na ikaniashua nilishinda uchaguzi kwa kiwango ambacho haikuwahi kutokea. Na moja kati ya challenges ambazo kwangu zilitokea ni kupika, wala sio kuiba kura, ni kupika matokeo. Yaani kwangu waliopiga kura kwa mgombea urais ni 1069, alafu tukaambiwa waliopiga kura kwa mgombea wa ubunge ni 1035. Kwa kuna watu waliopiga kura 1033 walimpigia tu rais, alafu kwa mbunge hawakupiga kura. It's wonderful. Na haya ni matokeo rasmi yamewekwa hadharani. Sasa
kumekuwa na matatizo mengi. Sasa baada ya hayo yote, na kama alivyosema, tulikuja kuonesha uchaguzi uliendaje, na tumedocument vizuri, na tunakwenda kufinalize report yetu ya uchaguzi. Sababu sisi tunajua kilichotokea kwenye kila kituo cha kupiga kura. Sisi ndio tuna raise kwamba Ubungo kwa mfano, tangu saa 5 vituo vya kupigia kura vilichomwa moto, na sisi tulikuwepo pale, na tuliona askari wanakimbia, wale wasimamizi wa uchaguzi wanakimbia, masanduku ya kura tunayo yako kwenye majumba. Yaani ilibidi kila mtu amekimbia pale. Kwa hiyo aliye nyumbani, aliye karibu ndio alichukua sanduku la kura akakaa nalo ndani. Alafu baadaye matokeo yametangazwa. Sasa uliza, mmetoa matokeo wapi? Kwa sababu masanduku ya kura ni haya. Zile kura zilizopigwa, whether tunaziona zilipigwa kwa uhalali au kwa uharamu, masanduku ndio haya. Nyinyi mkuhesabu mmetoaje matokeo? We have all these informations. Lakini katikati ya hilo tukawa na watu wanasema tusiende bungeni kwa sababu uchaguzi wenyewe haukuwa halali. It's true, tuna tatizo kubwa sana kwenye mfumo wa uchaguzi. Lakini tulisema kila platform ya kupigania haki tutapaswa kwenda kuitumia. Na tukawaambia wabunge wetu, nyie mnakwenda bungeni, ni wachache sana, watu wengi wamedhulumiwa, but bunge ni platform ya kuweka rekodi sawa. Ni platform rasmi ya kwenda kuweka rekodi ya misingi ya changamoto za kitaifa tulizokuwa nazo. Na kazi hii inafanywa vizuri sana na wabunge wetu. Kwetu sisi tunahana kwamba we need that voice. Tunataka kila platform ikutane na sauti halisi ya Watanzania. Na ilivyo ni kwa sababu ni sauti halisi, huwezi kuibeza tu. Yaani huwezi kuibuka tu ukaignore. Yaani lazima utatakiwa utafute majawabu. Kwamba swala la katiba mpya tunafikia wapi? Tunaambiwa huku katiba mpya ipo kwenye ilani, ni mpango wa serikali, lakini mbunge yuko bungeni anasema, mbona hotuba ya waziri mkuu haitaji katiba mpya? Mbona Wizara ya Sheria na Katiba hamna bajeti ya mchakato wa katiba mpya? Hii inaibukia kutokea wapi? Kwa hiyo mnatudanganya. Hizi ni hoja ambazo tunadhani ni muhimu sana kuziweka kwenye muktadha wa sasa, na kuona kuwa lazima kama taifa tutoke hapa tulipo na tuende mbele. Inawaumiza kiasi gani pale ambapo mnakutana na comments zikizungumzwa, watu wakiwaita ninyi kama vibaraka wa serikali, wengine wakawaita kama CCMB? Kwanza ni kitu ambacho tunakijua. Yaani tunajua mwelekeo wa nani anayetoa hizo comment. Comment zote, hoja zote ni typical propaganda. Hakuna mtu hata mmoja amewahi kuhoji ushahidi wa hoja hata moja iliyowahi kutolewa. Na wale wanaotoa hawahangaiki na kuthibitisha hoja zao. Wao wanachokifanya ni kupropagate hizo hoja. Na ni contradicting. Kwa mfano, nimekuwa nikisikia hoja za hivi, ni wakati tumetoka kwenye uchaguzi, kwa sababu uchaguzi sisi tumeshughulikiwa. Mgombea wetu wa urais amepigwa chini. Wagombea wetu 54 ambao walikuwa kwenye majimbo wanaweza kushinda wamepigwa chini. Mimi makamu mwenyekiti, wakati nakwenda kugombea, alikuwa anasema nakwenda niko tayari hata watu wafi kwa sababu nimeahidiwa nitapata ubunge. Ndio hoja zilizokuepo. Akina Zito alikuwa anasema akina Zito wote wanakwenda kwa sababu wameahidiwa watapata ubunge. Tumekwenda kwenye uchaguzi, tumefanyiwa suppression, na then tumerudi hakukuwa na ubunge huo ambao ulisema tumeahidiwa. Watu hawasemi kama walichokisema kwanza ni uongo, wanatafuta sababu mpya. Baadaye wanakuja kusema kwamba nyie bwana mmekataliwa kwa sababu mlikubaliana na serikali, lakini baadaye mkampokea Mpina. Kwa hiyo Mpina sasa kama tulikuwa na makubaliano na serikali, yani mbona hoja hizo zinakinzana? Mbona haina uhusiano wa kimantiki? Kwamba watu wanaofanya pamoja kazi na serikali, alafu wakafanya uamuzi kinyume na serikali, na serikali haina uwezo wa kuambia acheni, badala yake inaenda kuwashughulikia. Haya ni mambo ambayo, kwa hiyo ni mambo ya propaganda. Na sisi tumejipa wajibu wa kuongoza harakati za siasa kwenye nchi yetu kama taasisi ya kisiasa. Kwa badala ya kushughulika na hizo hoja, tunarudi kwenye hoja za msingi. Na hoja zetu ni wazi sana. Moja, upinzani haitusaidii kushambuliana. Ni wajibu wa kinyonge ambao umeshuhudiwa kwenye mapambano, kwamba pale ambapo watu wanashindwa kukabiliana na adui halisi, huamua kukabiliana wao kwa wao ili wajiridhishe kwamba bado wapo kwenye mapambano. Kwamba leo credible opposition kwenye nchi yetu ni Chadema na ACT Wazalendo. Ndio kinachoonekana. Leo dola itafurahi sana kama ACT na Chadema wanakabiliana, kwa sababu ile nguvu ya kuikabili dola inagawanyika kwanza. Kabla dola haijaamua inaanza kumshughulikia nani kwa kipaumbele cha wakati husika. Hicho ndicho ambacho mnapitia.
Na yes, ndio kinachopitiwa kwamba dola sasa hivi kwa mfano imekuwa inafurahi kuona kwamba ACT na Chadema wako wanatofautiana, na sisi tunafanya jitihada kubwa sana. Tulifanya jitihada kabla ya uchaguzi, tunafanya jitihada hata sasa za kwamba mambo haya hayatusaidii mbele ya CCM. Yani sisi ni watu maadui tunaofanana, tunashughulikiwa kwa mujibu wa hatari ya karibu iliyoonekana. Ndio maana ukienda Zanzibar, majeruhi wote, vifo vyote vya upinzani, watu wote wanaokamatwa upinzani wanatoka ACT Wazalendo, kwa sababu influence ya ACT Wazalendo Zanzibar ni next kuchukua dola. Kwa hiyo adui wa kwanza CCM hawahangaiki na Chadema Zanzibar. Hawatomkamata mtu wa Chadema, haitomhoji mtu wa Chadema. In fact wangependa hata kufanya naye kazi. Lakini mtu wa ACT ni adui mbele yao. Wakija bara, kwa sababu ACT Wazalendo ni chama cha kina miaka 10 tu, Chadema kina miaka zaidi ya 30, na kwamba kimejenga influence kwa kiwango kikubwa kwake, yani adui wa karibu ni Chadema. Kwa hiyo wakija huku anayeshughulikiwa kwa karibu ni Chadema. Sasa kuanza kubank ACT maana yake anaonekana ni adui wa baadaye. Kwa hiyo unamshughulikia kwa mujibu wa hatari aliyokuwa nayo. Anakuja kwenye ubunge, anaonekana anakwenda kushinda, unamshughulikia kusiwe na sauti bungeni. Unamuona Ado Shaibu anaibuka na hoja za jamii, unamzima asizungumze chochote. Lakini wakati huo unaendelea kumsuppress Chadema na kujenga mwanya wa ikiwezekana mgawanyiko kati ya Chadema na ACT Wazalendo. Wito wetu kama taasisi ya kisiasa makini na viongozi ni kuwa mgawanyo huu hautusaidii. Bantu, the Bantu.